Karibu msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media. Leo tunaenda kukuletea historia ya Jenista Joakim Mhagama, aliyekuwa ni mbunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Cha kufanya, usisahau kusubscribe na kutani on notification, kisha tuendelee mpaka mwisho. Jenista Joakim Mhagama alizaliwa tarehe 23 Juni ya mwaka 1967 mkoani Ruvuma, Tanzania. Alianza maisha yake ya elimu shuleni na baadaye kupata stashahada ya ualimu katika chuo cha mafunzo ya ualimu Korogwe mwaka 1989 na baadaye kuendelea na masomo ya uongozi na usimamizi. Baada ya kufanya masomo, alifanya kazi kama mwalimu wa shule kwa miaka kadhaa kabla ya kuingia kwenye siasa. Aliungana na Chama cha Mapinduzi yaani CCM mwaka 1987 na kupanda ngazi ndani ya chama hicho kupitia nafasi mbalimbali za uongozi, akijenga uzoefu na sifa. Jenista alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, Ruvuma mwaka 2005 na tangu wakati huo alihudumu kama mbunge kwa zaidi ya miongo miwili katika serikali. Amewahi kushika nyadhifa kadhaa za juu ikiwemo naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, mbunge wa vijana, ajira na walemavu, na waziri wa nchi, ofisi ya rais, utumishi na utawala bora, na waziri wa afya kutoka Agosti 2024 hadi Oktoba 2025. Alijulikana kama kiongozi mwenye bidii, mchapakazi na mwenye mchango mkubwa katika kutekeleza sera za maendeleo na huduma za afya na masuala ya kijamii. Pia aliteuliwa kuwa makamu mwenyekiti ya kamati ya utendaji ya masuala ya afya ya ukanda wa Afrika Mashariki, akifanya kazi ya ushirikiano wa kikanda kwenye afya. Jenista alikuwa mama wa watoto watatu na alikuwa pia ni mjane. Na hapa tunaenda kuangalia chanzo cha kifo chake. Jenista Mhagama alifariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 akiwa na umri wa miaka 58 jijini Dodoma nchini Tanzania. Taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya wabunge alithibitisha kifo chake, lakini haikutaja chanzo kamili cha kifo hicho. Kwa sasa maelezo rasmi kuhusu sababu ya kifo chake hayajafahamika kwa umma. Habari za mapokezi na salamu za rambirambi zimetangazwa na viongozi mbalimbali na familia yake, na taratibu za mazishi zinasubiri ratiba rasmi inatayarishwa kwa ushirikiano wa ofisi ya bunge na familia. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii hapa ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza na usiache kunifuatilia kwa ajili ya video zingine zinazofuata. Asante.